kama ni utafiti ufanyike, tuone namna ya kufanya. Lakini mimi ningependa tuwe na jeshi la polisi la weledi, ambalo lina integrity, lakini jeshi la polisi ambalo linathamini utu wa wananchi au watu ambao tunasimamia ulinzi na usalama wa mali zao, ili na wao wawe part and parcel ya ulinzi huu tunaosimamia sisi. Unaona nguvu ya umma inataka kujipambanua against mifumo ya utawala hata ya kidemokrasia kabisa. Lakini nguvu ya umma inataka kujipambanua. Kwa nini? Kwa sababu ya madai ya kusema tunataka haki. Tunataka haki. Sasa wakati sisi tunasema viongozi tunaomba wananchi watupe walinde amani, wao wakelele yao wanasema tunataka haki. Hii haki ni nini? Ni tafsiri pana na kila mmoja anaweza kueleza kwa namna yake. Na mtu anapoieleza, kila mtu ataeleza kwa namna anavyoguswa na alichotendewa ambacho anadhani sio haki. Tulitegemea huko siku za nyuma kwamba mtu akisema hajatendewa haki, amepelekwa mahakamani, alafu anaona hakimu amehukumu kesi kinyume na ambavyo alitarajia au anahisi kwamba kupata haki. Kule kuna remedy. Mtu akiona hajatendewa haki, atakata rufaa. Sasa wananchi huko kote hawataki kufika. Wameamua wao wakiona tu hawatendee haki kwenye macho yao hivi, wanaachana nayo, wanachosema tu wanaanza kupiga kelele, watendee haki, watendee haki. Sasa hii ni duniani kote. Atendewe haki, atendewe haki. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kwamba lazima tuje tufanye reform. Kama vyombo vyetu vyote tufanye reform. Kwanza tuelewe chana. Hivyo wananchi wanaposema haki ni nini? In terms ya sisi polisi, in terms ya magereza, in terms ya hamiaji. Yaani mimi nazungumzia sekta ambazo katika wizara yangu. Mtu anaposema atendei haki, ni kitu gani hicho? Mathalan kwa polisi, madai ya kwamba watu wakidhamana. Yaani dhamana ni kitu kinapatikana mpaka utolewe rushwa. Madai ya rushwa ni makubwa, kwamba bwana hutoki mpaka utoe rushwa. Lakini pia kubambikiziwa kesi. Yaani kuna kelele kubwa sana kubambikiziwa kesi. Na askari wetu hawa wadogo, huwezi kumkuta ofisa amefanya hicho, kwanza ofisa afiki huko chini. Kuna vijana kwa vijana huko, wana mambo yao huko chini huko. Alafu jambo linachongwa hivi, linakuja kituo cha polisi. Ikifika pale tayari CCD naye akishalipokea limesukwa huko. Unakuta vijana wewe huko mtaani wanajua wanachogombania. Kwamba huyu jamaa bwana kila siku anatukamata na kuchangisha hela ya bodaboda, sio yenyewe tupate hela na nini, wana vigomvi vyao. Vijana kwa vijana. Na vijana wetu hawa polisi wao ni vijana, na wale wako mtaani wale vijana, hawa wamesoma, wale nao wamesoma. Kwa hiyo lazima kwa nini jamaa tutulie yetu? Tulimpa juzi tena tunampa leo. Sisi bwana bali hii sio haki, sio haki. So kuna kelele nyingine unaweza kuziona hazina msingi. Lakini kama viongozi ni vizuri kufuatilia na kuangalia kati ya vijana wetu walioko huko chini na vijana wetu raia ambao wako kule mtaani. Watu wanasigana. Kwa hiyo haya mambo madogo ndio yanayopelekea kuleta changamoto ya kundi la public kudai haki. Viongozi sisi mamlaka tunasema tulinde amani. Kwa hiyo kama kuna mismatch hivi. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa vyombo vilivyo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ambao navisimamia, ningeomba tufanye utafiti na tuje na makubaliano ya hatua za kuchukua. Why hizi kelele? Maana hata mimi nikisema hapa na waagiza ni kama vile nimefanya utafiti. Lakini without research you have got no right to speak. Sisi tumeenda shule hapa, sisi wote ni wasomi. Sio kama ule uongozi wa zamani unakuta RPC alikuwa basi alipanda tu na nini. Sasa hivi wote hapa ni degree, wote masters, kuna mpaka PhD, wote ni wasomi. Na huko mtaani huko na kwenye kulikaa kumejazana wasomi. Kwa hiyo unapomkuta umevaa combat,
halafu unamkuta raia, wewe unafikiri ile kombati yako na crown ndio imekupa power ya kufanya unachotaka. Ujue huyu naye anauelewa kama ulivyo wako, amesoma kama wewe, halafu wewe unataka kumintimidate, unataka kudisregard haki zake, hutaki kumsikiliza, na wengine hata kupigwa. Mimi nadhani that's not the police we want nowadays. That's not the police. Polisi ya sasa ijue tuna watu wasomi, hao wako huko mtaani, hao ndio watu wema, hao ndio wahalifu. Kwa namna ya kudili nao ni lazima tufanye kazi zaidi ya kawaida. Kwa mkoa kushirikiana na wadau wengine popote pale mwapie, hata kama viongozi wa dini, lazima muinteract ya kutosha sana kuhakikisha kwamba mnapeleka elimu kwa wananchi wetu juu ya ubaya wa kutenda makosa ya jinai na ambavyo unasababisha umasikini na kuziua kabisa familia pale kunapotokea mtu mmoja tu kwenye familia ametenda kosa ambalo litachukua gharama na uwekezaji wote na uchumi wote wa familia katika kushughulikia kosa. Kwa hiyo mkishirikiana na viongozi wa dini, mkishirikiana na viongozi wa kwenye jamii, hakika tutatumia gharama ndogo sana kusimamia law and order, kusimamia usimamizi wa sheria ili watu wasitende makosa ya jinai kuliko kuacha na kusema tutapambana na wahalifu. Mimi siamini sana katika kupambana na wahalifu. Ninaamini, na kama ninavyosema falsafa yangu, ninaamini kwanza mwananchi, kama ilivyo wajibu wa jeshi la polisi ni kulinda wananchi wao na mali zao. Lakini kama mwananchi huyo hayuko tayari kutoa mchango wake wa kujilinda, polisi hatuna uwezo wa kusema tutawalinda, kwa sababu kwanza ya idadi yetu against idadi ya wananchi walio. Kwa ili uweze kupata support ya kusema umeweza kutosheleza na umelinda usalama, kwa kiasi kikubwa ni lazima watumie wananchi wao wenyewe.